course maandalizi yetu ni kujaribu kurudisha wachezaji katika hali bora kupambania mechi ya kesho, kwa sababu unajua kuwa tuko tunacheza ugenini. Ukiangalia ile kiwanja Dodoma ni kiwanja tofauti sana na lile ambalo tutatumia kesho. Kwa hivyo tukizungumzia haya, ukijaribu kuangalia sisi kama timu kwa dhamira zetu, progress yetu ya timu, tunajaribu kuitazama jinsi ambavyo ligi imerudi. Ukiangalia kwa mechi ambayo iliyopita tukicheza na Dodoma Jiji, of course tulikuwa na plan nzuri ya kujaribu kurudisha ule mwenendo wetu wa mchezo, ku-increase intensity, lakini nadhani kitu muhimu ambao tungeweza fanya kwa ile mechi ni kuweza kupata bao za mapema. Of course tunajua mentality ya wachezaji walituonyesha jambo nzuri zaidi kuweza ku-come back katika hilo mechi. So tunataka kuona kama hii step ya progress na ile intensity ambayo tulileta katika kipindi cha pili na kusawazisha, ndio jambo ambalo tunazingatia kama technical team. So kwa muda huu kitu muhimu ni kuwa pia tunazingatia kuwa tukienda kwa mazoezi yetu ya mwisho kabla kukabiliana na JKT, tunajua kuwa ni timu ambalo wanaongoza ligi muda huu. So tutawaheshimu kwa hilo jambo, kwa sababu inamaanisha kuna kazi nzuri ambayo wanafanya, na hayo yatakuwa katika mawazo yetu wakati tunakabiliana na mechi hii. Yeah, of course ukiangalia sisi kama Singida Black Stars kuna principle moja ambalo ukiangalia timu kwa ubunifu zaidi utaona kuwa sisi tunapea kila mchezaji fursa katika kikosi chetu. So kwa wakati huu utatarajia kwanza kuwa kulingana na wachezaji ambao tuko nao katika mazoezi. Kumbuka usisahau tuko katika ile mini transfer break. So either tunaweza kuwa tunaleta wachezaji wapya, na vile vile of course kuna wale wachezaji wameweza kuscoutiwa na timu zingine. So kwa muda huu sisi kama benchi la ufundi tunapea wachezaji wetu confidence. Kwa hivyo tarajia kuwa sisi tutajaribu kuangalia wachezaji ambao watakuwa katika hali bora kulingana na timu ambao tuna face kesho, kwa sababu tunajua timu ambao tuna face kesho ni timu ambayo physically wako fit na wako very athletic. So kwa wachezaji ambao tuko nao atawa disposal katika mazoezi ya jioni, tutaangalia kikosi ambalo itakuwa bora zaidi tuwezesha kusaimili haya tuwe katika nafasi bora ya kushinda mechi yake. Yeah, of course kama kocha muda mwingi wakati tunaenda kuface hizi dirisha ndogo, muda huu ni dirisha ndogo, of course kuna wachezaji ambao tutakuwa tunawalose katika team, lakini however kama technical bench si usema jambo moja rahisi kuwa kama tutapoteza mchezaji yeyote katika klabu yetu, au semi tunampoteza, tunasema anapata promotion kwa sababu amefanya kazi nzuri ndani ya klabu letu. Kwa hivyo maybe kuna step ambayo ataichukua. Vile vile tuko na scouting department ambayo ni kubwa, na tunapeananga simple information kuwa tukipoteza mchezaji ama kwa klabu yote lazima tulete mchezaji ana uwezo kama lile. So kwa sasa hivi tunaamini kwa kuwa maybe nikupea example moja. Kiangalia sasa hivi tuko na Ayub Lianga na sisi hapa, mchezaji wetu wa kimataifa. Kwa hivyo alikuwa kwa dirisha ndogo, alikuwa katika klabu lingine, kisha tumemrejesha. Ukiangalia uwezo wake ni mkubwa, kwa hivyo sisi kama Singida Black Stars kwa mchezaji kuweza ku move out of the club, tuko na possibility also tushae kamacho tunahitaji nani kumreplace. Kwa hivyo sitakuwa na wasiwasi wote katika mechi. Kitu muhimu ni jinsi ambavyo nimesema progress yetu kama team. Tunataka kuona kuwa tunaendelea kunawiri na kuwa na umakini zaidi katika mechi zetu zenye ziko mbele yetu, ndio tuweze kujiandaa vizuri, kwa sababu tukiangalia wachezaji ambao wanatuacha tutachelewa katika preparation yetu ya pia kimataifa. Swali nzuri zaidi. Nafikiria muda mwingi sana tunacheza na teams ambazo zinacheza katika ile tunasema kilugha ya kimombo low block. Ndio kwa maana unasema kuwa tulikuwa na majaribio 12 ila hatukuweza funga mabao. So sometimes tuko vulnerable, tuko katika na teams ambazo zinacheza low block, lakini imekuwa funzo kwetu. Ukiangalia kama juzi tuliweza kufanya comeback kwa ile mechi ya Dodoma. Kwa hivyo kuna mental attributes ambao wachezaji wetu yani tumelearn kucheza na hizi teams za low block. So kitu muhimu ni sasa hivi tumejaribu kufanyia kazi zile chances ambazo tunapata katika kila mechi, kwa sababu ukiangalia hatuwezi kosa zaidi ya chances kama 6 kwa kila mechi ambayo tumecheza, lakini tuna matumaini kuwa
vijana wetu katika mazoezi tumewafanyia hayo marekebisho, yani wako wetu na ile composure. Ndio of course katika football unaambiwa utapata 4 big chances. Kwa hivyo sisi kama tunapata chances 12 ni ile tu utulivu wa wachezaji wetu ambao tuna matumaini wataupata, kwa sababu pia kuna match fitness, then tukiconvert hizi na tuka katika nafasi bora ya kushinda mechi. Alafu katika positioning tuko namba 12, ni mechi ya 6. Of course normally tuko katika top 5, so I think ligi ni marathon. Tuna matumaini kuwa results zitaboreka, kwa sababu performance ni kitu moja ambalo tunazingatia kama Singida Black Stars. Kwanza nataka kushukuru sana mashabiki wetu, of course wamekuwa na sisi. Ukiangalia jinsi ambavyo timu muda huu tunacheza zile mechi za shirikisho na vile ligi, nafikiria kama club tunaweza kuwa tumeanza slow, lakini mnajua kuwa Singida sisi ni wana Kilemankundi, so tuna believe that support zenyu, tunaomba wote mashabiki ambao wanatufuatilia mtupe heri njema katika mechi zetu na mkuje msupport vijana, na inshallah tutawafurahisha. Asante sana. Kwanza nashukuru Mungu kwa kutufikisha mpaka leo, lakini pia kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo huu, sababu mchezo utakuwa mgumu lakini pia utakuwa mzuri. Kwa hiyo tumejiandaa kwa ajili ya kupata matokeo. Kwanza tunawaheshimu kwa effort ambayo wameiweka mpaka sasa hivi, sababu kuongoza ligi sio kitu kidogo. Kwa hiyo tunajua tunaenda kupambana na timu aina gani, mchezo utakuwa mzuri na mgumu. Kwa mechi ya kesho tumejipanga kufanya vizuri, yani haijalishi tumepitia kipindi gani kigumu, lakini kwa ajili ya mchezo wa kesho nafikiri sisi tunahitaji matokeo zaidi. Kwa hiyo haijalishi tutafunga goli la namna gani, kwa sababu hata goli moja ni goli na tutakupa pointi 3. Kwa hiyo tumejiandaa kwa ajili ya kushinda. Mimi nafikiri kwa mashabiki wetu wa Singida, karibuni sana kwenye mchezo wa kesho na mtarajie mazuri, msichoke, mfike kwa wingi kwa ajili ya kuisupport timu yenu. Okay. Na shukrani sana. Hao walikuwa ni Singida Black Star ambao wamezungumza na maandalizi yote yako vizuri. Tupata muda kidogo wa kukaa ligi ilivyosimama, kuangalia jinsi gani ambavyo kuna mapungufu ambayo tulikuwa nayo kuweza kucollect, japo hayawezi kuisha moja kwa moja kulingana na mechi jinsi ambavyo zipo. So naamini inshallah kwa maandalizi ambayo tumekuwa nayo na leo siku ya mwisho, matamanio yetu ni kufanya vizuri na kuendelea kufanya vizuri vile ambavyo tunatamani tufanye. So wachezaji wote wako kwenye hali nzuri, hakuna mchezaji ambaye ana shida, tofauti na wale ambao walikuwa wana shida toka zamani ambao nao wameanza kurudi taratibu. Lakini wachezaji ambao walikuwa na injury ndogo na wenyewe washarudi. Kwa ujumla group lote liko vizuri. Inshallah hope kesho tunaweza kuwa na mechi nzuri. Shukrani sana Mwalimu Ahmed. Mashabiki watarajie mchezo wa aina gani kwa siku ya kesho? Mchezo kwanza utakuwa mzuri na mgumu, kwa sababu tunakutana na Singida. Ni timu bora, ni timu nzuri na wachezaji wazuri, iko na walimu wazuri, imeongeza new staff. I think sidhani kama kuna moment nyingi zitakuwa kama Singida ile ambayo ilikuwa kuna changing some kwenye staff na baadhi ya some players. Unaona kuna wachezaji ambao walikuwa kwa mkopo na wamerudi. Kutakuwa kuna game nzuri, tunaheshimu, tuna respect hicho ambacho wako nacho, lakini tunatamani kuwa bora na ndio matarajio yetu. Tutajitahidi kuwa bora zaidi kiwanjani na kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye hiyo mechi. Asante. I think kila klabu ina malengo yake, hicho ulichosema. Kila mmoja anatamani na matamanio yao anatamani ayafikie. So pale ambapo tumeishia, hatuwezi kusema kwamba labda tayari sisi tulishakuwa mabingwa ama tayari tulishamaliza ligi. Hapana, bado tuna safari ndefu sana ya kufanya na kuboresha kuwa bora zaidi. Kama mwalimu na staff pamoja na wachezaji tunahitaji kuwa na consistency, tunahitaji kuwa na mwendelezo mzuri ili tuweze kufanya vizuri kwenye kila mechi. Hayo ndio matamanio yetu. Nini kitatokea kwa wakati huo, tunaomba Mwenyezi Mungu kiwe kizuri ili tuweze kupata hicho ambacho tunatamani tupate. Kweli wachezaji wa Singida, nimesema hapa, moja ya timu ambayo iko na wachezaji wana quality, wana staff nzuri, na jinsi ambavyo wanacheza mechi zao, jinsi ambavyo zipo, ni mechi
more tactics sana. Kama team tumejiandaa vizuri kwenye hicho, umesema tunatamani na tuna hope kuwa kwamba tunaweza kuwafanya vizuri kama tunapokutana na watu ambao wako bora. Moja ya timu bora Singida, moja ya timu ambayo ina wachezaji wazuri, tunaamini hicho, na moja ya timu ambao ipo kwenye more tactics sana. So tutakuwa na wakati mzuri kwenye kila nyakati. Tunatakiwa kuwa na high concentration, kuwa na unique, kucheza as a team ili tuweze kufikia yale malengo. Hatutaogopa kucheza na Singida, ila tunaheshimu Singida. I think ndo matarajio yetu. Nimesema mwanzo, kwa sasa Singida ina new staff. Yuko manager mpya aliletwa. Naamini kuna baadhi ya vitu tumeona kwenye Mapinduzi walivyocheza, tumeona mechi ya Dodoma. Kuna some details zimebadilika, jinsi ambavyo wana play out of possession na in possession, kwenye group work jinsi gani ambavyo wanafanya. Kwa hiyo ugumu upo na hakuna kitu rahisi. Siku zote tunatakiwa kujiprepare kuwa sawa kulingana na mpinzani ambao unakutana naye. Nashukuru. Sisi kama wachezaji na kila tunapofanya makosa ndo tunapozidi kujifunza. Kutokana na mechi iliyoisha tulimalizia vizuri, naamini, na tutaendelea vizuri zaidi. Kutokana na makosa yaliyopita, kusema kuwa tumepiga mashuti matano, manne ndo yamelenga goli. Tutazidi kurekebisha, na tunapofanya mazoezi na kufuata maelekezo ya makocha, naamini tutazidi kufanya vizuri zaidi. Swali la mwisho. Vitu vya ziada, sisi kama wachezaji tunaongea tukiwa kambini kuhusu mchezo wa kesho. Tumejiandaa vizuri, tuna morali, tunaamini kwa uwezo wake Mungu tunapata pointi 3 kesho. Matiko, zungumza sasa na mashabiki wa JKT uweze kualika katika mchezo wa kesho. Kwanza tunawashukuru kwa muda wote ambao tupo na nyie, na sasa ligi inaendelea. Karibuni kwa wingi uwanjani, muje muone timu yenu tukipambania pointi 3 kesho.